Habari za wakati huu mtazamaji wa Zanya TV, na karibu katika kipindi chako pendwa kabisa cha michezo. Cha kufanya ni kimoja tu, ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, basi nakusii tu kusubscribe ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo kutokea Zanya TV. Na nikupitishi kwenye tetesi za usajili, ambapo tunajua kwamba msimu unaenda kumalizika mwaka 2025-2026. Na mambo yamekuwa ni mengi sana, na baadhi ya watu wakihusishwa kuondoka katika klabu zao, lakini wengine kusajiliwa kwenye hizo klabu. Kupitia katika ukurasa wa Instagram wa mchambuzi kutokea pale Crown FM, Hans Raphael Mwambeki ameweza kuandika kwamba exclusive, Simba wako kwenye mazungumzo ya mwisho na kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Gabon na klabu ya Stella, klabu ya Ivory Coast, Royce Mbaba mwenye umri wa miaka 28. Lakini ameendelea kuandika kwamba mazungumzo yako kasi sana na dili hilo linaweza kukamilika hivi karibuni. Simba wanatarajia kuachana na Kasal mwishoni mwa msimu huu. Kwamba Simba wanatarajia kuachana na golikipa wao Kasali mwishoni mwa msimu huu. Haya ni maneno ya mchambuzi Hans Raphael, ambapo anatupatia update mbalimbali kuhusiana na tetesi za usajili. Lakini ifahamu historia fupi ya maisha ya soka ya golikipa huyu Royce Mbaba kutokea huko nchini Gabon. Royce Mbaba ni kipa mwenye umri wa miaka 28 kutokea nchini Gabon, lakini pia amejijengea jina lake kama mmoja wa makipa wenye uwezo mkubwa katika ukanda wa Afrika ya Kati kutokana na uimara wake langoni, lakini pia uwezo wa kuongoza safu ya ulinzi pamoja na utulivu wake katika mechi za pressure kubwa. Na kwa sasa anaitumikia klabu ya Stella Club ya Ivory Coast, moja ya timu kongwe na zenye historia kubwa katika soka la nchi hiyo. Lakini pia Mbaba amewahi kuitwa mara kadhaa katika kikosi cha timu ya taifa ya Gabon, lakini jambo ambalo linaonyesha kiwango chake na uzoefu wake mkubwa wa kimataifa kutokana na mchezaji huyo ambaye ni goalkeeper wa klabu ya Stella Club Ivory Coast kutokea kule nchini Ivory Coast. Lakini miongoni mwa sifa zake kuu ni pamoja na uwezo mkubwa wa kuokoa mipira ya karibu. Hiyo ni sifa moja kuu ya golikipa huyo Mbaba, ambapo sifa nyingine ni mchezo mzuri wa kutumia miguu akianzisha mashambulizi. Lakini sifa nyingine ni uongozi na mawasiliano bora na mabeki wake ama mabeki wa klabu ambapo anayokuwa anachezea. Lakini uzoefu wa mashindano ya kiwango cha juu barani Afrika, hiyo ni moja pia ya sifa kuu kwa mchezaji huyo kutokea huko nchini Gabon. Na kwa mujibu wa taarifa zinazoendelea kusambaa katika klabu ya Simba, inaonekanika Mbaba kama chaguo muhimu na kuimarisha eneo la langoni kuelekea msimu mpya, hasa ikiwa kutakuwa na mabadiliko katika kikosi cha makipa waliopo kwa sasa ndani ya klabu hiyo ya Simba Sports Club kutokea hapa nchini Tanzania. Lakini kutokana na hizi taarifa nilizokupatia na tetesi hizi za kusajiliwa kwa goalkeeper huyu Royce Mbaba, je, ndiye atakuwa ngome mpya ya Simba Sports Club? Kwa maono yako wewe unavyoona kwamba akisajiliwa mchezaji huyu goalkeeper ndani ya klabu ya Simba atakuwa ni ngome mpya katika klabu hiyo? Lakini hilo ni swali ambalo mashabiki wengi wanasubiri kupata jibu lake katika siku zijazo. Lakini kilicho wazi ni kwamba Simba inaendelea kujipanga kwa nguvu ili kurejesha makali yake ndani na nje ya Tanzania, ikizungumzia kitaifa pamoja na kimataifa. Kwa hiyo nakusii tu kuendelea kufuatilia Zanya TV kwa ajili ya kupata habari zaidi za michezo, lakini pia uchambuzi wa kina na taarifa zote za usajili zinazotikisa soka la Afrika. Mimi jina langu ni Zahari Nyamunga, endelea kusalia hapa Zanya TV. Usisahau kusubscribe na kuwasha alama ya notification. Kwa heri kwa sasa.